Ibn Battuta alipokuja wewe si Mswahili? Jawabu yangu fupi. Yes, Swahili ni lugha ama ni kabila? Kiswahili ni lugha ilikuwa yaishi kwenye eneo la ufuo wa mwambao wa pwani. Ndio Waswahili, ahlu sawahil. Basi Uswahili ni sehemu, si lugha. As-Sahilia. Lugha wana ndimi tofauti. Lugha ni Kingozi, Kitikuu kiko kule, Kimvita kiko huku, Kimrima kiko mbele, Kitumbatu kiko Unguja, Kinzwani kiko Komoro, Chimini kiko Barawa. Hizi ni ndimi tofauti za watu jamii ambao yaishi kwenye ufuo. Ndio nikakwambia kwamba alipokuja Ibn Battuta ndio akwenda kuuliza mfalme wake, akimuuliza nani hao watu naosema wastaarabu wana misikiti, ndio yeye akataja hiyo kwa hawa ni watu waishi kwenye ufuo wa pwani, ahlu sahil, wengine wasema ahlu sawahil. Sawa, lakini ni watu ambao na wao wenyewe wajitambua kwa miji waliokuwa wakiishi, ndio ikawa wajiita wa miji. Kumaanisha haya makabila mengine yote kama Wagiriama, maana wao pia wako pwani, wako kwenye bahari. Unasikia Ustadh Badawi nikisema kwamba alipokuja Ibn Battuta waliokuwako, alikuja lini? 1331. Nakuulizaje profesa, Msumbiji pia wao ni part ya Waswahili community? Wako Waswahili kule, lakini Waswahili kwa sababu ni watu walikuwa ulimwengu wa kwanza, kwa hivyo wanatembea kote, mpaka India wako wa miji. Wahindi wako India, Waswahili wako India. Wako vitwa pia viko mpaka leo vijarudishwa. Mimi nilisikia juzi niliambiwa kama kule India kuna mtaa wa Waswahili. Shida kubwa ni hiyo, kwa kwanza mna uvivu wa kutafiti, alafu kusoma pia mbavivu. Hata nikakuletea kitu peji 20 utanipigia simu niulize staibu kwa mukhtasar tu kuhusu nini, wewe utakusoma. Swali langu ni kwamba Shungwaya iko Bajuni. Shungwaya ni baina ya Kismayu na Kiwayu. Wakati huo Kismayu na Kiwayu zote ilikuwa ni Bajuni land, ilikuwa ni maeneo ya Ubajunini. Ibn Battuta alipokuja, alikuja kule Shungwaya, ni maeneo ya Mabajuni, ni Bajunini. Sasa automatic ile lugha ya Kiswahili hakujua wale walioko pale ni kina nani. Yeye aliona ni watu walioko ufuoni, lakini ndio wale Mabajuni. Kwa hivyo asili ya Kiswahili au wenyewe wenye Kiswahili ni Mabajuni, kwa sababu ilitoka pale Shungwaya kwa Mabajuni. Kama kuna jibu unaweza pewa. Sasa ilikuwa ni swali ama ni historia? Kwa hakika Profesa Mote asema kwa kiwango ambacho yeye anaelewa, lakini Ibn Battuta yule alikuja mpaka hapa Mombasa, na katika kutaja hapa anataja kuhusu Waislamu, tena wafuasi wa madhhabu ya Shafii, na ushahidi huko kwenye kitabu chake mwenyewe Ibn Battuta Travels in Africa. Sasa kila mtu ana kiwango alichojaliwa kujua. Ibn Battuta yule amfika Pemba, amfika Zanzibar, na kote huku ndio ahlu sahil, ufuo wote umwambao wa pwani, na watu wengi hawataki kukubali. Na hata anapouzungumza Ubajuni una na Avutila, kuna Banu Famau. Ukisema Baijun, nafikiri Ustadh Badawi aelewa yeye kwa lugha wamaanisha we ni mtu wa kuja, nifahamu, lakini wenyewe ni Watikuu. Watikuu ndio waliokuwa Shungwaya, na Shungwaya alivyoeleza yeye iko baina mto Juba na mto Tana, ikitanganyikiwa na visiwa vya Lamu, ndio Shungwaya, na mepu iko, nafahamu. Lakini ndio mara nyingi unaona hata mtu kwa mfano akitoa changamoto ya mambo yale, mara nyingi ukisema yataka ujue kwamba kila mtu ana kiwango chake anachoelewa kitu, na kila mtu karne hii ya 21 nasisitiza sana mara nyingi kwamba ukisema kitu uwe na ushahidi, utoe ushahidi wa yale unaosema, lakini haimaanishi kwamba
yule mwenzio mwingine anayejua kiwango anachojua yeye ankosa. Wewe una kiwango ujuacho wewe na mwenzio ajua vile vile kiwango chake. Naona na kila mtu ana kiwango chake. Ukitaka kuzungumza naye ujue kwamba ni kiwango hiki. Ndio mara nyingi unaona hata mtu akikashifu, akipinga, mimi si mwepesi wa kujibu. Pili, mimi na namna naangalia kitu, mimi napenda kufocus. Nikilenga pale, hata ukipita hapa mimi sikushughulikii. Mimi nitalenga pale, nitakafika pale. Ni mlengo natukua kwa simba. Simba kilenga swara yule, hata swara mwingine akipita hapa amruki mpaka amfikie yule. Kwa hivyo na mimi napenda nifahamike hivyo. Mimi ningependa kutumia fursa hii Istanbul wa Abdullah Nasir. Swala langu ni hawa Waswahili, sababu tunasikia wazee fulani wanasema kizazi cha Waswahili kimetokana na Wadigo na Waarabu. Wengine wakwambia kizazi cha Waswahili kimetokana na Waarabu. Hata leo kwenye nilikuwa na swali pia. Nilikuja nikaja nikasoma ama nikaja nikafundishwa na shekhe mmoja kwa majina sina haja kumtaja, na akanielezea kuhusu historia ya Wabajuni. Akasema hawa Wabajuni ile kijicho walipotoka, yani kitovu kilichotoka Bajuni ni Barawe. Wabajuni watoka Barawe. Kulikuwa na hili jina Bajuni linatokamana na mfalme akiitwa Juni. Sasa walikuwa kwa wakitravel, wakitoka kule Barawe wakija huku kwa usalama, walikuwa kwa wasema sisi ni wa mfalme Juni. Haya maneno kweli? Lengine Wagunya na Mbajuni, hii sijaweza kuitofautisha, na nasikia mara nyingi sana Wabajuni hawataki kuitwa Wagunya, wanasema kama tusi kwao. Sijui kama niko sawa, wengine wasema hivyo kama tusi kwao. Nikauliza hawa Wagunya ni wapi na Wabajuni wapi? Nikaambiwa Wagunya ni zile nguo walikuwa kwa kivaa. Sahihi? Ikiwa nguo walikuwa kivaa ndio kiitwa Wagunya, ni sahihi haya maneno? Hebu tuelezee Sheikh Istanbul. Kuna profesa hapa atakuruka. Naam, mimi nasema hivi kwa sababu Shungwaya iko maeneo ya Bajunini. Sasa kwa vile ilikuwa iko maeneo mabajunini, na ushahidi upo kwamba kabla ya Mwarabu kuja au Mreno au Mwingereza, ushafahamu, Mabajuni walikuwa wako, na Mabajuni hakuna lugha nyingine wanaozungumza isipokuwa Kiswahili, na Mabajuni walikuwa wanayo tabia ya kusafiri mpaka Mombasa. Tuna maasili yetu, tuna mitaa hapa walobuni Mabajuni hapa Mombasa. Utakuta watu wengine wakwambia Bajuni kwao Lamu. La, kuna mitaa hapa, tunazo ushahidi tuweza kuthibitisha. Ushafahamu? Kwa hivyo wanahistoria wengi wanasoma kile kilichoandikwa, na kile kilichoandikwa walioandika wengi si Waswahili, hata ile asili ya Kiswahili hawana. Kwa hivyo hawana historia ambayo ya kisawasawa. Shanga ndani ya Lamu kuna Kiblatain. Kiblatain wakati gani? Wakati wa maswahaba. Mombasa ni msitu, hakuna mtu. Kwale hakuna mtu. Kilifi hakuna mtu. Sasa ndio kakwambia Kiswahili wenyewe Mabajuni. Sasa hao wengine walizaliwa Uswahilini kwenye ufuo. Mimi ile kitu nataka kuelewa kabisa ni hichi Kiswahili kitovu chake kimeanzia wapi? Manake kuna hawa Wagiriama pia sana sana naona hapa mwataja Bajuni, Malindi, wapi? Huyu Mgiriama alikitovu chake kimetokezea wapi? Then hichi Kiswahili ukienda Kongo, mimi nishaenda Kongo nikapata kuna mahali wanazungumza Kiswahili japokuwa si safi. Kuna mahali Rwanda ukienda pia wanaongea Kiswahili. Nafikiri ni hiyo Kongo na Rwanda. Sasa na Burundi. Hii Kiswahili hii imetoka huku Kenya ndio ikafika huko. Then na huyu Mgiriama yeye hapa Mombasa, yani pwani, amekuja vipi mpaka wakaganya zile kabila za Mjibana,
Umgiriama. Hakika ni kweli wenyewe hawapendi kuitwa Wagunya, lakini si tukikuwa wadogo ndivyo majina yalivyokuwa, na hata wenyewe kama iwasafiri kamuliza vipi mpaka wapi, Sheikh Badawi atakwambia nenda Magunyani nitarudi, lakini ni kawaida ya binadamu. Alafu kwa elimu ukitagua akasema hataki, na yaeleweka na lazima tuheshimu maoni yake. Kama dadangu alivyoniuliza hapa kuhusu Wagiriama na nini, hapa ilikuwa ni Wanyika, lakini katika miaka baina ya miaka 1920 na 1940s wakaunda Mijikenda Union, wakawa hataki tena kuitwa Wanyika. Na Mswahili napenda nifafanue kwamba ilikuwa hamwiti Mnyika kwa kumtweza hadhi, kama yeye Mswahili anavyojiita Mchangamwe, Mfaza, Mpate, Mvita, Mkilindini, na yule kwa sababu alikuwa akipatikana Nyika Plateau, Samburu, Taru ndio Nyika Plateau, kwa hivyo akawa atambulika kama Mnyika. Lakini sasa baada ya watu pia kusoma nao Kiingereza ikawa bana, msituite hivyo, mwatutweza hadhi, sisi si Wanyika, sisi ni Mijikenda. Lakini alafu pana kitu ambacho watu wengi hawapendi kukifahamu. Kwa mfano Mduruma si miongoni mwa Mijikenda. Mduruma ni Mmakua atoka Mozambiki, analetwa na Wareno hapa, sawa. Mrabai ni Mchaga kutoka Urombo. Sasa lini mulikuwa Tisia? Kwa sababu kule ilikuwa Digore na Ribe, Jibana, Chonyi na Giriama, Ribe anza Kauma, kwa maana ya kwamba haya majina ya watoto si kabila. Kule Shungwaya wakiitwa Wakashuri, kisha wakaja hivi late 16th century 1590s 92 hivi ndio wankuja huku kutoka kule. Narudi pale pale karne ya 14 akija Muhammad bin Abdullah au Ibn Batuta, watu wengi ambao sasa hivi Mbapwani na wadhara wenzao walikuwa hawako hapa. Sawa. Na yakizungumzwa sijui kwa nini yale niliyosema mwanzo, watu wapenda kufikiri lakini kwa kutumia moyo, si kwa kutumia akili. Yule asemaye kitu kikubwa ni kwa nithibitishia hayo usemayo, kwa sababu hakuna kushurutishana tena. Utanishawishi mimi nikubali yale usemayo, sasa nishawishi kwa ushahidi kwamba ndio huu. Hata kama utakuwa wewe hukubali, lakini maadamu wewe hujaandika, ni hata mimi nishike huku. Siku ukiandika wewe ukithibitisha huyu aloandika mwenye PhD 8 ni mrongo, nitakusikiza wewe sasa. Lakini huyu amfanya na ni archaeologist, ankuja Antimba, anaangalia DNA nini. Sasa wewe ataka nishawishi kunishurutisha mimi nikubali huyu ni mrongo, wewe ndio wasema kweli? Sawa. Na haya ni mambo ambayo mpaka sasa hivi wavumbuzi bado angalia. Nitawapa mfano rahisi. Hapa Lighthouse Ras Mzimle, juzi wangundua msikiti karne ya 12, wampata maiti ziko pale, kwa sababu yale ilikuwa makaburi, watu walikuwa wakiishi huku, na alama iko msikiti na mnara uko nyuma ya Nakumat. Sawa, pale ndio Wakilindini walipokuwa. Lakini sasa miaka 200 mfululizo Abu Muhsin walivyotuua Wareno, ndio nikakwambia kulikuwa mtu atawala Faza aitwa Stambuli, wanamkata kichwa wankitukua mpaka Goa India. Sawa. Kulikuwa mtu aitwa Bwana Bashiri, ni mtawala wa Lamu, wanamchinja alafu wanamkata vipande wanamtundika Lamu town, wamuone watu wa Lamu kwa atakaizika kipande nyote tutawafanya kama huyu mtawala wetu. Sasa hawa wantawala miaka 200 mfululizo ufuo huu. Wewe waona wanchukua watu wangapi kuwapeleka kama watumwa kwa miaka 200 mfululizo, ndio ile ngome. Lakini ushayasikia wapi maneno haya? Unanifahamu? Sasa yale ya mtu kukombea wewe pengine upendi wa Bajuni, upendi, ni vile hujui wewe mtu msimamo wake. Lakini na mimi nakupa haki yako ya kutoa maoni yako utakavyo, lakini mimi sisemi kitu cha hearsay cha kusikia.
nasoma na nasoma watafiti ambao wanatoa vitabu, wanaweka uwazi, wanaeleza kwamba hawa watu wamfanywa hivi muda huu wote. Na Kiswahili wenyewe, kila mtu, kila mji una ulimi wake. Kuna huku Muyaka akisema na Kingozi. Kingozi kiko karibu na Kitikuu. Sasa matamshi ndio tofauti. Ndio sasa unaona Kingwana, kuna ile bandugu bapenzi nini, ni kule Zaire. Sasa ukienda Unguja kuna tofauti, na Waingereza wamfanya kazi kubwa, au wazungu, kwenye kutufanya hivi tulivyo, na wamefaulu kiwango kikubwa. Sasa mwanzo ni kwa sababu tutarudi vipi kwenye kuungana pamoja, tukawa ni watu wana kauli moja, na muungano wenyewe uwe ni wa madhumuni, unity of purpose. Mara nyingi sisi tupenda kutukua gari tulieke mbele, punda awe nyuma, ambapo sawa ni punda awe mbele, gari liwe nyuma. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.